Tatu, uelewa mdogo wa masuala stadi za maisha, elimu ya uraia, uzalendo, afya ya uzazi, athari za matumizi ya dawa za kulevya na matatizo ya afya ya akili. Na nne, miradi ya vijana kutokuwa endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kukabiliana na changamoto hizo, wizara imejipanga kutekeleza mikakati ifuatayo. Moja, ni kuendelea kushirikisha wadau wa maendeleo ili kuchangia bajeti za programu mbalimbali za vijana. Mbili, ni kuendelea kutoa elimu kuhusu mikopo yenye masharti nafuu kwa vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana kwa kushirikiana na taasisi za kifedha. Tatu, kuendelea kutoa elimu kuhusiana na stadi za maisha, elimu ya uraia na uzalendo ili kujenga kizazi cha vijana kinachojua haki na wajibu wao, kinachopenda nchi yao na kinachoshiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Nne, kuendelea kutoa ujuzi kwa vijana kupitia vituo vya maendeleo ya vijana ili vijana waweze kupata mafunzo ya muda mfupi kuhusu kilimo, ujasiriamali, ujasiri pamoja na tehama. Tano, kuendelea kutoa elimu na kujenga uwezo kupitia mwongozo wa kitaifa wa mafunzo ya stadi za maisha na mwongozo wa uratibu wa programu ya stadi za maisha kwa vijana. Sita, kuendelea kushirikiana na wizara za kisekta katika kukabiliana changamoto za ajira ikiwemo kukuza ujuzi kwa njia ya uanagezi, kurasimisha ujuzi uliopatikana katika mfumo usio rasmi wa mafunzo, yani recognition for prior learning skills, kupata mafunzo ya uzoefu wa kazi, internship skills, na mafunzo ya kukuza ujuzi kwa walio makazini, upskilling skills, kupitia programu ya kukuza ujuzi inayosimamiwa na ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Programu zingine ni pamoja na Jenga Kesho Iliyo Bora, yani Build Better Tomorrow, inayosimamiwa na Wizara ya Kilimo, na programu ya Mining for a Brighter Tomorrow inayosimamiwa na Wizara ya Madini. Saba, uchambuzi wa fursa, yani opportunity mapping, utafanyika kwa lengo la kubaini na kutambua fursa zilizopo katika maeneo mbalimbali, pamoja na kukusanya taarifa muhimu zitakazowezesha kuwashirikisha vijana kuhusu fursa hizo. Hatua hii italenga kuhakikisha vijana wanapata uelewa sahihi wa rasilimali na nafasi zilizopo katika mazingira yao, ili waweze kuzitumia kikamilifu kwa maendeleo yao binafsi na ya jamii kwa ujumla. Hii ni pamoja na fursa zilizopo katika wizara za kisekta. Namba 8, ni kuandaliwa kwa mfumo wa uratibu wa masuala ya vijana utakaowezesha kukusanya, kuhakiki, kuhifadhi taarifa sahihi kuhusu vijana ili kuwa na kanzi data itakayojumuisha mahitaji, sifa, ujuzi na maeneo ya kipaumbele. Mfumo huu utatumika katika uombaji wa mikopo kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Taarifa hizi zitatumika kuwezesha utambuzi wa uwezo na changamoto zao kwa ufanisi zaidi, pamoja na kurahisisha mchakato wa kuwaunganisha na fursa mbalimbali za ajira, mafunzo, ubunifu na uwezeshaji kulingana na vigezo vinavyolingana na wasifu wao. Hatua hii itachangia kuongeza ushiriki wa vijana katika shughuli za maendeleo na kuinua ustawi wao kiuchumi na kijamii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpango wa makadirio ya matumizi kwa mwaka 2026/27